Nilimtaja Mheshimiwa Musa Godfrey Mbunga. Mheshimiwa Ado Shaib Ado ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii kwa ajili ya kuchangia hotuba hii. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeniazima uhai na niendelee kumwomba aendelee kuniazima ninapotimiza majukumu ya wanakisesa. Na ninapoelekea kwenye hotuba ya Waziri Mkuu, nianze kwa kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Kwanza kwa fedha nyingi ambazo amezileta kwetu Kisesa na kwa maendeleo makubwa. Muda hauwezi kutosha kuelezea moja baada ya jingine. Lakini nawapongeza pia wasaidizi wake, makamu wa rais Daktari Nchimbi, nampongeza Waziri Mkuu pamoja na mawaziri wote. Ninawapongeza sana mawaziri kwa sababu kwanza wamekuwa ni wasikivu, wanatupa muda wa kutusikiliza, lakini wanatatua kero zetu. Kwa mawaziri tunawashukuru na tunawapongeza sana pamoja na manaibu waziri wote. Hotuba yetu au hotuba ya Waziri Mkuu imeeleza utekelezaji wa 2025 na 26, lakini imeeleza mwelekeo wa serikali yetu. Mimi ninao mambo machache ya kushauri kutoka kwenye hotuba ya Waziri Mkuu. Ni hotuba ambayo imesheheni mahitaji ya Watanzania. Ni hotuba ambayo inajibu hoja na haja nyingi sana za Watanzania. Na nianze kwenye suala la uratibu wa maafa. Pamoja na mambo mengi mazuri ambayo yameelezwa kwenye hotuba, ninalo jambo la kushauri kwenye uratibu wa maafa, ambayo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ukurasa wa 95. Tumekuwa tunapitia maafa mengi, na hata jimboni kwangu Kisesa, baada ya mvua hizi nyingi kutokea, na hatuwezi kumlaumu yoyote, hizi mvua zilizonyesha ni baraka, lakini hizi baraka zimekuja na changamoto. Malaika wa awamu hii nadhani alipoambiwa kwenda kufungulia maji akafungulia zaidi ya kiwango. Kwa Kisesa ikaleta shida kubwa. Yapo maafa makubwa maeneo mbalimbali, kwa mfano kijiji cha Ng'anga na sehemu zingine nyingi. Sasa zinapotokea changamoto kama hizi, tunajua upo mfuko wa maafa ambao uko chini ya Waziri Mkuu, lakini hauna bajeti ya kutosha. Mkuu wetu wa mkoa pamoja na DC, kwanza nawashukuru na nawapongeza, Mheshimiwa Namlingi Macha pamoja na dada yangu Fauzia Ngatumbura, wamekuwa wanajituma sana kwenye mambo mengi. Lakini changamoto inapokuja kwenye swala la maafa, bajeti haitoshi. Kwa hiyo hata mwananchi anapopata shida ni swala la kwenda kumpa pole, lakini pole inasaidiaje wakati ambapo mtu hana chakula? Pole inasaidiaje mtu hana pa kujihifadhi? Kwa hiyo ninashauri serikali, ninashauri ofisi ya Waziri Mkuu iongeze bajeti kwenye kipengele cha maafa, ili zinapotokea changamoto kama hizi iweze kuwa rahisi kukabiliana nazo. Sehemu nyingine ambayo ninataka nishauri ni swala la maendeleo ya vijana, ambayo kwenye hotuba iko ukurasa wa 84. Maendeleo ya vijana, serikali ya awamu ya 6 imechukua hatua madhubuti kabisa, ikaanzisha wizara maalum ya vijana. Na tumeona hatua mbalimbali ambazo zimetolewa, ikiwa ni pamoja na hii mikopo ya bilioni 200 kwa ajili ya vijana na wanawake. Kitu ambacho nataka nishauri serikali, hizi fedha ukiangalia zimetawanywa kwenye wizara mbalimbali. Zipo zilizoenda wizara ya mifugo, tumeona wametoa bilioni 7 na kitu.
zipo zimeenda kwenye Wizara ya Uvuvi huko na Kilimo na sehemu mbalimbali. Mimi ningelishauri hizi fedha zingekuwa centralized sehemu moja, pawepo na one stop center kama ambavyo REA wamefanya kwenye ule mradi wa kujenga petrol station vijijini. Fedha zote zimepelekwa Azania. Kwa hiyo yoyote anayetaka kujenga petrol station vijijini anaenda REA, anapata maelekezo, ana comply na EWURA, anakutana na fedha Azania. Inaondoa milolongo. Ninashauri pia kwenye swala la maendeleo ya vijana, hizi fedha zinazotolewa kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya vijana, ziwe sehemu moja ambapo mwananchi anapoenda anakutana na huduma zote. Pamoja na kwamba Wizara ya Vijana haina technical team ya kutosha, wanaweza wakachukuliwa wataalamu kutoka Wizara ya Mifugo, Wizara ya Kilimo na wizara zingine, wakapelekwa kwenye Wizara ya Vijana, ili kijana wa Kitanzania anapoenda kuomba mkopo akutane na huduma zote sehemu moja. Inaondoa mkanganyiko, inaondoa tafsiri mbalimbali. Kwa hiyo ninashauri swala la hii mikopo ya bilioni 200 iwe sehemu moja. Swala jingine ambalo ninataka niishauri serikali ni swala la kilimo. Serikali imefanya vizuri sana kwenye mambo mengi. Mimi nataka nijikite kwenye kilimo cha pamba, maana wananchi wangu wa Kisesa ni walimaji wakubwa wa pamba, na kilimo kwenye hotuba yetu iko peji ya 24 na 25. Serikali imefanya juhudi kubwa kwenye zao la pamba, ikaanzisha kilimo cha mkataba, contract farming. Lengo ni ili kuleta tija kwenye kilimo kwa maana ya mfumo wa BBT. Changamoto ya huu mfumo inakuja inapofika kwenye swala la ununuzi. Swala la kuwa na mnunuzi mmoja linaondoa ushindani. Ni kweli bei ya pamba, ni swala la global. It's a global price. Kwa hiyo inakuwa determined na market force. Lakini panapokuwa na ushindani kwenye ununuzi, hata bei inapokuwa imeshuka, ni rahisi kwa mwananchi, ni rahisi kwa mkulima kuamini kuwa bei imeshuka kuliko panapokuwa na mnunuzi mmoja. Kwa hiyo ninaishauri serikali kwenye hiki kilimo cha mkataba waangalie component ya kuwa na wanunuzi wengi kuliko kata nzima kuwa na mnunuzi mmoja. Na ukiangalia hotuba ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa, muda wako umeisha. Nashukuru sana, namalizia. Ukiangalia hotuba ya Waziri Mkuu, wameeleza jinsi ambavyo wananchi wamekuwa wanakopa fedha zao. Kwa ikiwa wataboresha hii sehemu, tutaondoa hayo yote. Muda ungelitosha ningeeleza mambo ya tembo, lakini itoshe tu kusema ninaunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa kwa mchango wako.